Tumekamata watu 4 wako wanajishirikisha na mambo hayo ya unywaji wa pombe. Kwa hiyo tumewachukua, tumewapeleka kwenye vyombo ili mahojiano yaendelee na kuona kwamba hawaonewi na taratibu za sheria zinachukua mkondo wake. Ile inakuwa kama kijumba kidogo na kina uzio. Sasa mule kwenye uzio, kwenye fence, ndio mnakuwa mna kama buguza. Mazogo ya walevi. Mbona tumepiga stop mambo haya naye yanaendelea kwenu? Waliokamatwa ni wanywaji na watu wamewakamata wakiwa wameshakunywa. Waliokamatwa wakinywa pombe mwezi mtukufu wa Ramadhani Zanzibar wakiona cha moto. Serikali ya Rais Mwinyi atoa adhabu kali na kuchukua hatua kali, huku pia ikitangaza kufuta vibali vya kuuza na ruhusa za kunywa pombe mwezi huu wa Ramadhani Zanzibar. Serikali ya Zanzibar imesisitiza kuwa uuzaji wa pombe haukubaliki katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kwa wale waliokuwa na vibali vya kuuza vinywaji hivyo. Kwa sasa vibali hivyo vinasimama mpaka mwezi uishe. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum SMZ, Idrisa Kitwana Mustafa, akieleza kuwa vibali vya uuzaji vilivyotolewa awali havifanyi kazi katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Akizungumza kuhusu suala hilo, Waziri Kitwana amesema kuwa serikali imeweka marufuku ya uuzaji wa pombe ili kulinda heshima na utakatifu wa mwezi wa Ramadhani, huku akionya kuwa mfanyabiashara yeyote atakayebainika kuuza pombe katika kipindi hiki atakuwa anakiuka sheria na atachukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na serikali. Aidha, ameongeza kuwa Bodi ya Vileo Zanzibar inaendelea na operesheni maalum ya kusaka na kuwachukulia hatua wale wote wanaoendelea kuuza pombe kinyume na agizo hilo. Kwa upande mwingine, mkuu wa wilaya kule Zanzibar amebainisha kukamatwa kwa watu 4 waliokuwa wamekunywa pombe na kulewa mchana Zanzibari, na amesema sheria kali dhidi yao kuchukuliwa. Ikumbuke, ukiachana na kunywa pombe Zanzibar kipindi cha mwezi mtukufu, kuna makatazo mengine kama kula hadharani, hata kama wewe si Muislamu au haujafunga hairuhusiwi. Kuvaa nguo za kutojistiri nako hairuhusiwi kabisa. Na kama utakamatwa umetenda mmoja kati ya makosa haya matatu: kunywa pombe, kula hadharani wakati wenzako wamefunga, ama kuvaa nguo za kutojistiri, basi utakutana na adhabu kali toka kwa jeshi la polisi, ikiwemo kuchapwa viboko na hata kifungo. Hayo ni kufuatia sheria ya Zanzibar. Taarifa zinadai waliokamatwa wamelewa walianza chapwa viboko mitaani na kupelekwa kituoni. Je, sheria na masharti haya yamekaaje kwa upande wako? Andika hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.